mtumishi wa Mungu special prophet, nabii wa kimbingu mwenye mamlaka ndani ya kinywa chake. Mbele yako niko na familia ya Baba Eli kutoka Dareda. Baba Eli leo amekuja kumshukuru Mungu kwa jambo kubwa Mungu alilotenda kwenye maisha yake. Kupitia maji ya upako ambayo ni maji ya ulinzi ya kuharibu uchawi, kufichua uchawi na kuharibu uchawi. Siku moja wakati amerudi tu nyumbani amekaa, nyoka akatokea. Wakamuita, baba kuna nyoka hapa. Akasema, nyoka leteni yale maji ya ulinzi. Anasema akamwagia yule nyoka maji. Anasema saa hiyo hiyo hapo nyoka akakauka. Hajampiga wala hajamfanya chochote. Anasema nyoka akakauka hapo hapo. Baada ya nyoka kukauka, anasema mafundi wakaanza kumsumbua. Anasema akawaita, akawapangia na bei anayotaka yeye wamjengee nyumba. Anasema leo amekuja kumshukuru Mungu, nyumba yake imekamilika kwa kutumia maji ya upako ambaye amefichua kilichokuwa kinazuia nyumba yake imalizike. Leo ni siku ya kwanza kutoa ushuhuda. Ushuhuda huu ulikuwa mgumu sana. Na ushuhuda 3 ya maji, ambayo ushuhuda wa kwanza tuseme ni anze hiyo ya nyumba. Mimi nimetoka kazini, mama alikuja jioni na hasira zangu, nikasema mama kaja na mkono anafurahi kweli. Nikasema huyu mama leo anafurahi nini? Mimi na hasira, mimi nimeshachoka. Mama akasema niliambia nikuletee mkono. Nikamwambia mkono wa nini? Nikamnyoshea tu mkono wangu basi. Sikuamini, nikaondoka zangu. Nikawa na mambo yangu mengine nikaondoka. Sasa siku moja nimenunua tofali yangu mahali ya hajui. Nikaja siku moja nikaanza kusomba hiyo tofali mwenyewe. Nikabeba nikamaliza, nikamwambia kijana hebu pima hata room moja hapo ya jiko. Nikakuta kijana amejenga amepima sehemu kubwa, nikamwambia himbo ni room 2. Nikamwambia basi ongeza na nyingine hapo. Akaongeza, nikanyanyuka kipindi ilikuwa mwezi wa 11 kama sikosei. Tunaenda shambani. Sasa nikasema mbona hela zangu za kwenda kilimo mtakuja kuniharibia? Nikanyanyuka hivyo hivyo. Kwenye lenta mafundi wakaondoka. Hawataki hela. Ngoja, ukaanza kujenga? Nimeanza kujenga. Ukaanza kujenga ukafika lenta? Nimefika lenta. Na mama alikwambia kwamba utajenga unakuishia wapi? Utaishia kwenye lenta. Lakini nikaombea kwa ishara itaonekana, lakini mtamalizia. Ikawa nyumba imeshindikana, mafundi hawataki hela, tunapishana, hawaniulizi. Nikamwambia kazi hawataki. Nikasema sasa nafanyaje? Nikawatafuta wengine wakagoma. Nikanyamaza, nikasema naahirisha mpaka mwakani. Sasa siku moja nikasema jioni nimechoka, nikasema nikaangalia taarifa nyumbani, mama yuko kijiweni. Nikasema nikaangalia taarifa nyumbani taarifa habari. Saa 2. Nafika tu nyumbani naona nyoka ametokea mlangoni, watoto wakaniita baba nyoka. Nikasema nyoka gani huyu? Nyumba ina sakafu hapo. Ametoka mlangoni. Nikasema hebu leteni haya maji. Nikamwagia. Nilipomwagia akajikunja. Maji upako hayo. Alivyojikunja akajinyoosha, amekufa. Ngoja. Nyoka ukamwagia maji? Nilimwagia maji. Nyoka akajinyoosha? Alijikunja kwanza, akajinyoosha akafa. Haujampiga? Sijampiga. Wakati tunamjua nyoka. Nyoka ukimuua na usipomuua vizuri, bado anafanyaje? Akamwagia maji bila kumgusa. Akafanyaje? Akajikunja, akawa anajinyosha akafa. Nilimpiga picha na simu yangu ndogo, lakini bahati mbaya siku moja nikafuta. Nimeonyesha kwa watu waamini. Kamba ni ukweli sasa. Mama Eli, hebu tuambie unabii gani nilimwambia mume wako? Unabii gani nilimpa mume wako? Tuambie unabii ambao nilimpa. Shalom baba. Shalom kanisa. Baba, mwezi wa 11 ulinipa unabii. Ukaniambia, Mama Eli, nakupa mkono mkajenge. Una kiwanja? Nikakwambia baba, ndio tuna kiwanja hapa mjini na kijijini. Ukasema pokea huu mkono mpelekee mume wako. Kweli kwa neema ya Mungu tumejenga, ilivyofika lenta ikasimama. Tukakaa. Ngoja, akati nakwambia mtajenga lakini mtafika lenta na itasimama. lakini ishara tu ndo mtaona, lakini itaendelea. Ndiyo baba. Msisahau unabii huo, ni jambo la msingi wakati Ndiyo baba. Alafu sasa ilivyofika lenta, kweli nyumba tuliona ishara. Nyumba ikasimama, tukakaa, tukamwaga maji.
Hayo maji tulivyomwaga. Ilikuwa ni maji ya nini ulichukua? Maji ya ujenzi. Alikuwa ni maji ya ujenzi? Ndio. Okay, Tulivyomwaga yale maji, siku ya pili ndio hiyo baba akaenda nyumbani. Mimi niko kijiweni, yeye akaenda nyumbani. Kufika, yani amefika tu uwanjani. Watoto wanamwambia, "Baba, nyoka huyu hapa ametoka ndani." Sasa yeye akamwambia, "Leteni maji." Akapelekewa maji. Kamwagia nyoka maji. Amerudi ananiambia, "Mama Eli, nimemua leo nyoka." Nikamwambia, "Umemuaje?" Akaniambia, "Nimemwagia maji yale ya ulinzi. Nilivyomwagia tu kajikunja kanyoka, yani amekufa." Maji ya ulinzi au maji ya ujenzi? Maji yale ya kufichua uchawi. Kwa nini mlimwaga mwanzo wakati mnaanza na ujenzi au mlianza na maji mliomwagia wakati mnaanza kujenga? Tulivyoanza kujenga yale maji ya mwanzo yale tuliyamwaga kwanza kwenye kiwanja. Tulivyomaliza tukajenga, ilivyofikia lenta, nyumba ilivyokwama, ndio tukaja tukamwaga tena maji. Mara ya pili, yani tulivyomwaga tu jioni, asubuhi imekaa kitu kama mwezi, nyumba haiendi. Akaniuliza, "Sasa mbona hii nyumba imekwamia hapa? Hela ninayo na haribu hela. Napata pesa na haribu." Nikamwambia, haina shida, iko siku tu itatendeka jambo, Mungu analijua. Kwa sababu nabii alisema nyumba itasimama, lakini inatakiwa tuweke imani kwamba tutaendelea. Kweli nilivyomwambia hivi, siku yeye alivyoenda nyumbani akafika, ndio hiyo watoto wanamwambia, "Baba, nyoka ametoka ndani." Okay, ndio mkamwagia maji ya ulinzi. Ndio baba. Yale ya kuficha uchawi na kuharibu uchawi. Ndio. Sasa njoo kwa mume wake. Njoo sasa kwa mume wake. Okay, baada ya kumwaga hayo maji, wale mafundi kawaje? Saa 12 asubuhi mafundi ni wengi. Ngoja. Mbona makofi yako ni kama yale? Ngoja. Muda wote ulikuwa ni muda gani ulitumia kuwatafuta? Ni muda gani ulitumia kuwatafuta ili waje malizie? Yaani ilikuwa mwezi mzima nimeshakata tamani. Mwezi mzima? Ulivyomuua nyoka kwa maji ya upako asubuhi saa 12. Kesho. Yaani asubuhi saa 12 mimi nimeairisha jioni kwamba hii kitu na hii nyumba naacha. Yaani hiyo nyoka kutana naye kumwagia maji kufa hiyo nyoka. Saa 12 simu ziko nyingi, nikawachagua kwa bei ninayotaka mimi. Mpe Yesu makofi basi. Mbona makofi yako ni kama ndio umefanya. Nyumba ikakamilika. Nikaikamilisha, nikaipaua, nikaweka milango, ndio nikanunua kuku nikaziweka tu pale zikae. Nikasema nyumba isikae tu. Sio nyumba isikae. Kwani kukaa kuku si ndio ufugaji wenyewe? Mzee vipi?